Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kaa katika nafasi, usipoteze kesho yako. Kaa katika nafasi, usipoteze kesho yako. Ni somo zuri sana. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kaa katika nafasi, usipoteze kesho yako. Daudi mtumishi wa Mungu akujulikana alipokuwa akijaribu kuwa kama wengine, kuishi kama wengine wanavyoishi. Lakini alipokaa katika nafasi yake kama mchungaji wa kondoo na kama mpuliza kinubi, alitambulika. Na hapo ndipo uwezo wake ulianza kuonekana. Ukweli ni kwamba usipokaa katika nafasi yako, unaweza kuwa na kipawa lakini kisitambulike, na hapo utapoteza kesho yako. Nafasi huzaa muonekano. Dunia haiwezi kuthamini kile kisichoonekana. Uwezo wako unahitaji jukwaa. Yusufu mtumishi wa Mungu alipokuwa gerezani aliendelea kutumia kipawa chake kwa kutafsiri ndoto. Hakuacha kutafsiri ndoto kwa sababu ya mazingira ya gerezani. Alikaa katika nafasi yake gerezani na fursa ilimfuata. Na wewe kwenye maisha yako usiangalie mazingira, hakikisha unakaa kwenye nafasi. Yusufu angeangalia mazingira, kipawa alichokuwa nacho kisingetafutwa na kesho yake isingekuwa nzuri kama asingekubali kukaa kwenye nafasi. Mungu anatufundisha kitu kikubwa sana kwenye maisha. Ukikaa katika nafasi yako, hata ukiwa sehemu ndogo au sehemu mbaya, watu sahihi watakuona. Fursa nyingi haziji kwa kupiga kelele, zinakuja kwa kuonekana ukiwa thabiti katika nafasi. Kile kitabu cha Mithali 18:16 inasema hivi, kipawa cha mtu humpatia nafasi na kumleta mbele za wakuu. Hii ina maana gani? Ukikaa katika nafasi yako na kuendelea kukuza uwezo wako, kipawa chako kitakupeleka mahali ambapo usingejipeleka kwa nguvu zako mwenyewe. Kumbuka, watu makini utafuta thamani, na thamani huonekana pale unapokaa katika nafasi yako. Ukijua wewe ni mwalimu, fundisha sana. Ukijua wewe ni mwimbaji, imba sana. Ukijua wewe ni mhamasishaji, hamasisha hasa. Usisubiri mpaka kila kitu kiwe sawa. Anzia mahali ulipo na utaanza kuona uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako. Iwishe tafakari yetu fupi kwa namna hii. Kukaa katika nafasi yako ni kujiweka mahali ambapo neema yako inaweza kufanya kazi. Usisahau jambo hili. Nafasi yako si lazima iwe kubwa, ni lazima iwe sahihi. Unapokaa katika nafasi yako, uwezo wako unaonekana, thamani yako inatambulika, na fursa zako zitakutafuta na kukufuata na kukupata. Uaminifu wako leo
ndio unaojenga ushindi wa kesho. Uthabiti wako leo ndio unaoandaa jukwaa la baadaye. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.